Imenichukua miaka 7 na miezi 6 pamoja na kifo cha mtu mashuhuri, lakini kimenipa fursa ya kukutana na mtu aliyekuwa kiongozi wa timu ya madaktari waliookoa uhai wangu tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2017. Daktari kwa sasa ni Profesa Ulisubisya Mpoki, ambaye wakati huo alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya. Alikuwa Dodoma kwa shughuli za kiserikali siku hiyo. Lakini siku hiyo ya maafa, baada ya kusikia kuwa mbunge maarufu wa upinzani amepigwa risasi na kukimbizwa katika hospitali kuu ya Dodoma, Dr. Mpoki, daktari bingwa wa usingizi, alichukua uongozi wa madaktari wa dharura na kuhakikisha kuwa uhai wangu umeokolewa na nilistahimilishwa vya kutosha kupelekwa hospitali ya Nairobi kwa matibabu maalum zaidi. Haya ni maneno ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambayo ameyaandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akielezea jinsi anavyojisikia baada ya kukutana na daktari aliyeongoza jopo la madaktari bingwa kunusuru uhai wake usikatishwe siku hiyo ya Septemba mwaka 2017 huko Dodoma. Lakini hakuishia hapo. Akaendelea kusema hivi: leo katika makazi ya marehemu Profesa Philemon Mikoli Sarungi, daktari mwingine mashuhuri na mtumishi wa umma, hatimaye nimekutana na mtu huyo. Profesa Mpoki ni mtu mwenye hisia kali. Baada ya kuona mwili wangu uliovunjika na kujeruhiwa vibaya kutoka kwenye meza ya upasuaji miaka 7 iliyopita, alitokwa na machozi aliponiona nikitembea katika makazi ya Profesa Sarungi. Ni mtu mwema sana. Ni heshima na bahati kubwa kuwa chini ya uangalizi wake wa kitaalamu. Haya ni maneno ambayo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ameendelea kuyasema kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akimpa sifa zake anazostahili Profesa Mpoki kwa kushughulikia au kwa kuwajibika ipasavyo kuokoa uhai wa Tundu Antipas Lissu ambao ilibaki kidogo tu ukatizwe mwaka huo 2017 kutokana na mashambulio ya risasi aliyokutana nayo huko Dodoma akiwa kwenye utekelezaji wake wa majukumu yake ya kawaida ya kila siku ya kibunge na ya chama chake, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Akashambuliwa kwa risasi nyingi sana na watu wasiojulikana mpaka leo hii, na niseme ni Mungu tu ndo alipenda Tundu Antipas Lissu aendelee kuwepo duniani, na mpaka leo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu yupo duniani na anakitumikia chama chake ipasavyo. Sasa baada ya kuandika andiko hili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kuna watu wamekuja kama kawaida yao, wamekuja na wameweka maoni yao. Kuna mtu anaitwa Rabela Mafia anasema kwa nini profesa amevaa saa mbili? Unaona, kumwangalia profesa mikononi, mkono wa kushoto amevaa saa na mkono wa kulia amevaa saa. Sasa hatujui, pengine inawezekana ikawa sio saa. Lakini kuna mtu anaitwa Chacha Health ameandika hivi: Mungu mbariki kabisa Dr. Mpoki na familia yake yote. Wenye kuamini na waseme amen. Kwa hiyo anaitwa Pancras anaandika hivi: kuna vyuo vinapika watu na kuna watu wanapika vyuo, na kuna watu wanakula watu, na kuna watu wasio na utu, na kuna utu baada ya ubinadamu, na kuna wasomi wengi wajinga sana, na kuna wasomi wengi wazuri sana. Kuna wajinga wengi hata sio wasomi, na kuna watu maini zao nzuri na sio wasomi. Hii ni comment ya Pancras. Kuna mtu anaitwa Linda anasema Mungu wetu wa mbinguni anatujua sisi viumbe wako mwanzo mwisho. Yeye alijua huyu Tundu Lissu nitamhitaji kuwakomboa Tanzania dhidi ya uongozi wa mabara zuri wa ametaja chama fulani hivi. Pia aliona ajali hii mtu wake wa kwanza kusaidia atakuwa Profesa Mpoki, kwa kuwa alimuumba yeye na kuweka kitu ndani yake. Sawa. Lakini pia anasema kwa mtu anaitwa Kasara anasema watu wema wangalipo Mungu awabariki. Mungu ambariki Dr. Mpoki. Kuna mtu anaitwa Apamax. Umeona? Anaandika Dr. Mpoki, sijui niseme nini juu ya huyu mtu zaidi ya kusema roho ya Mungu ni hakika anakaa ndani ya mtu huyu. Amekuwa baraka kwa watu wengi na rika zote. Anazungumza na kupenda sana watu kwa rika zao zote. Ni mtu na nusu. Unaona? Na mtu mwingine anasema namshukuru daktari huyu. Ukimtweza na kumbeza mtu muhimu ambaye ni Freeman Mbowe alijitolea kwa hali zote kirasilimali na muda wake ili aweze kuokolewa. Ama kweli shukrani ya punda ni mateke. Kuna mtu anasema anaitwa Masempele
Anasema hivi, Mungu aendelee kumjazia pumzi, aendelee kutoa huduma na kwa wengine wanaohitaji huduma yake. Naona yetu katuchapa na saa kwa kila mkono. I guess it means something to him. But where is your driver? Where are you hiding him? Umeona? Kuna mtu anaitwa Heroshin anasema hivi, alafu Mr. Mpoke anavaa saa mbili. Ina maana anasoma majina ya Tanzania na nchi nyingine. Maana naona mikono yote imechafuka saa. Umeona? Kuna mtu anaitwa Theology anasema hivi, naamini mheshimiwa, seva yako ni GB 7 milioni. Huwa usahau kila mtu unayokutana au kusikia, kwa wema hata kwa ubaya. Mungu akuongoze sana. Tunajivunia kuwa na kiongozi anayejali na kusamini. Lakini kuna mtu anaitwa Elis Eli asema, Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na dunia na vyote vilivyopo, tunakuomba umjalie Dr. Mpoki afya njema ya mwili, ya roho na ya akili. Umjalie kizazi chenye baraka tele daima, asipungukiwe chochote katika maisha yake. Amina. Haya ni maoni tu ya baadhi ya wadau kwenye ukurasa huu wa X wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, wakiweka mawazo yao na hisia zao kwa kile ambacho Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amekiandika. Nikusii ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kuna kurasa zetu za mtandao wa kijamii, hususan hapa YouTube, ili uwe wa kwanza kupata habari nyingine nyingi kama hizi na nyingine hizi za kusisimua na kufurahisha, ili uwe wa kwanza kuhabarika na kufurahia matukio mbalimbali ambayo tutakuwa tukiyaweka kwenye ukurasa wetu huu wa YouTube. Kwa hiyo nikusii tu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare, bila kusahau kuacha comment yako. Kuacha comment yako na mimi nitakuwa nikipita nazo hizo comments kwa kila nitakavyoona kuwa inafaa. Chao. Kwaheri kwa sasa.